Lakini kwa heshima na taadhima nimshukuru sana mwenyekiti wa chama pamoja na viongozi wake akiwemo naibu katibu mkuu hapa. Mimi naomba radhi kwa sababu kama kuna mkwaruzano ni wa watu wawili. Na kama tumekwaruzana tukitaka kurudiana tunaomba msamaha. Mimi niombe msamaha hadharani. Niwaombe ndugu zangu wa makao makuu ambao tulikuwa karibu, labda nimewakwaza mahali, lakini niwaombe wanachadema wote popote pale duniani wakiwemo wanachadema wa Mbeya. Historia ya mparuzano ni historia, na historia huwa inaandikwa. Sitaki kuzungumzia leo kwa sababu ninajua kuna kazi maalum leo imetuleta hapa. Mimi nitoe shukrani na kuahidi ahadi za Chadema, majukumu ya Chadema, ikiwa pamoja na kupambania uhuru wa nchi yetu, ikiwa ni pamoja na no reform, no election, yote nitaanza kupambania kuanzia dakika hii ya sasa, kuanzia kwenye jukwaa hili leo. Na labda hilo ndilo limenishawishi zaidi kurejea hapa. Nina hasira kwa sababu sasa ninajua CCM haitaki kuleta mabadiliko, hata kinyume na wosia wa baba wa taifa. Babangu nadhani Lissu anakumbuka kaneno moja, nimalizie hapa. Lissu, unafahamu wosia wa Mwalimu Nyerere wa tarehe 16 kama sikosei Agosti mwaka 1990, moja ambayo Mwalimu amewaambia, anasema kwamba chama ambacho hakiwasikilizi watakikimbia. Na mimi nadhani leo tumekuja, moja ni kuwaonyesheni kwamba wana CCM hawawasikilizi wa Tanzania. Kilio cha katiba mpya ni chatoka miaka 30 hadi leo hawataki kufanya. Wamegeuza nchi kuwa mali yao, wamegeuza mali zetu na kuacha wa Tanzania maskini wanachezea rasilimali za taifa hili. Mimi nimerudi na nasema tutapambana. Mwalimu alisema kama huwasikilizi watarudi, watatwaa nchi yao. Sio maneno ya Dr. Slaa. Mwalimu anawaambia kwenye mkutano mkuu, kama wanaambiwa hawasikilizi wananchi watatwaa nchi yao. Na ametoa mfano Mheshimiwa Lissu, kama utakumbuka au kama ukumbuki, alitoa mfano wa mapinduzi ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar ambao walifanya uchaguzi mwezi Desemba mwaka 1963, lakini alafu hawakusikilizwa, wakaenda kuitwaa kwa mapinduzi. Na leo CCM hiyo inaheshimu mapinduzi. Sasa wasije wakaniambia kwamba ninachongea. Ipo kwenye hotuba ya baba wa taifa, wasome vitabu vyao. Asante sana Amani, asante sana mwenyekiti na timu yako, asante sana wana Mbeya, tuko kazini. Mungu awabariki. Haya watu wa Mbeya, nisikie kelele zenu basi. Sasa niwape habari njema. Niwape Dr. Slaa. Hii operation tunayoanza leo itakwenda kwa siku 47 non-stop, na Dr. Slaa atakuwepo ndani ya nyumba siku 47 akikiwasha nchi nzima. Sasa